Bwana, kwenye michezo miwili ya kimataifa Young Africans ambao wamecheza mpaka sasa hivi na kukusanya jumla ya alama 4, miongoni mwa vitu ambavyo vimebadilika katika namna ambayo ni chanya sana ni uwezo wa wachezaji wa Young Africans kudumu mchezoni kwa dakika zote 90. Yaani nguvu ambayo wanaanza nayo dakika ya kwanza inadhihiri kwamba sasa hivi wanaweza kumaliza nayo mpaka dakika ya 90, na hata kwenye nyongeza zake bado wanakuwa wanadai, bado wese linakuwa la kutosha, unaweza kuligida mpaka kwenye dakika za nyongeza na Young Africans wakapata kile ambacho wanakitaka kikamilifu. Sasa kabla ya michezo yao miwili tu ya kimataifa ambayo wameanza nayo kwenye kundi, ukirudi michezo kadhaa tu iliyopita ya mwisho kabisa ya ligi, katika vitu ambavyo vilikuwa vinaonekana kuwa vinatiliwa shaka kwa kiasi kikubwa sana ni utimamu wa mwili wa Young Africans, na hofu sana sana ikielekezwa kwamba pengine kile ambacho kilikuwa kinaonyeshwa kwenye michezo yao ya mwisho ya ligi dhidi ya KMC, dhidi ya Mtibwa, kikienda kikitafsiriwa kama kilivyo kwenye harakati za ligi ya mabingwa barani Afrika, basi pengine mwafaka usingekuwa mzuri kwa upande wao. Lakini hali imebadilika kabisa ndani ya takriban wiki moja na nusu ile ya kimataifa, mpaka kuelekea katika mchezo wa kwanza dhidi ya FAR Rabat pale Zanzibar, ambapo Yanga walipata alama 3 kisha sare tasa ambayo ikafuata wiki moja baadaye ugenini Algeria dhidi ya JS Kabylie. Sasa basi mimi nataka tuangalie kwa kile ambacho mimi nimekiona kwenye hii michezo miwili ya kimataifa ya Young Africans. Ni nini hasa ambacho Young Africans wamekibadilisha? Ni nini hasa mwalimu wa fitness wa Young Africans amekibadilisha? Mwalimu wa fitness wa Young Africans amekuwa akipata criticism kiasi. Hapa katikati kwenye pita zangu za mitandaoni kabla hii michezo miwili ya kimataifa, kulikuwa kuna maneno yanazungumzwa kuhusu ufanisi wake hasa kama mwalimu wa kuandaa wachezaji kwenye swala zima la utimamu na kwenye viungo vyao ama miili yao kwa ujumla. Unajua, ukweli ni kwamba ukizitazama sasa hivi tabia za wachezaji wa Young Africans uwanjani kwenye maeneo tofauti, walinzi, viungo pamoja na washambuliaji, unawaona kabisa yani wanaweza kufanya vitu vingi kwa wakati mmoja katika ufanisi unaotakiwa. Ukweli ni kwamba hivi sasa Young Africans ni wazi mwalimu wa fitness ameboresha program yake katika namna ambavyo anawaandaa wachezaji wake. Kitu ambacho kinaonekana ni kwamba kipindi cha nyuma mwafaka wa wachezaji wote kuandaliwa ulikuwa unaandaliwa ama ulikuwa unasimama kwenye program ambayo ilikuwa ni moja tu, kwamba program moja itatumika kuandaa viungo, itatumika kuandaa walinzi, itatumika kuandaa mawinga pamoja na washambuliaji. Lakini kwa namna ambavyo tabia za wachezaji wa Young Africans hivi sasa kwenye utimamu wao wa mwili nilivyouona kwenye hizi mechi mbili, ni wazi wachezaji wanaandaliwa kwa program ambazo zinaonekana zinajitegemea, kwa sababu ukweli ni kwamba mahitaji ya kuandaliwa kimwili ya mlinzi hayawezi kuwa sawa na ya kiungo. Mahitaji ya kuandaliwa kimwili ya kiungo hayawezi kuwa sawa na winga. Mahitaji ya kuandaliwa kimwili kwa winga hayawezi wakati mwingine kuwa sawa na mshambuliaji wa kati. Kutakuwa kuna utofauti kidogo baina ya hizi sehemu mbili. Licha kwamba mnacheza kwenye idara moja, lakini utofauti unakuwepo baina ya namna ambavyo winga anaandaliwa kimwili na mshambuliaji wa kati anaandaliwa kimwili. Na hichi ndicho ambacho nimekuja kukiona kwenye michezo miwili mpaka sasa hivi ya Young Africans. Kwa sababu walinzi unawaandaa ili uweze kupata ubora wa mlinzi aweze kudumu mchezoni kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya 90, back four yako ile. Manake wale unataka uandae kwenye mazingira ya kuwatengenezea zaidi nguvu, lazima wawe na strength. Yani mazoezi yao ya utimamu yanatakiwa focus zaidi kwenye strength, lakini pia ya focus zaidi kwenye acceleration. Strength na acceleration waweze kubalance hivyo vitu viwili, kwa sababu kuna muda 1v1 zitakuwa zinatokea nyingi sana pembeni ya kiwanja kwa fullbacks. Center backs wako wanaweza kujikuta kwenye situations za 1v1, wanahitaji kasi ya kutosha, wanahitaji nguvu ya kutosha ili kuweza kudeal kikamilifu na situation kama hizo. Viungo wako wa katikati unatakiwa uandae zaidi kwenye mazingira ya kukimbia muda mwingi wa uwanja. Tunasema endurance, stamina yao, kwa sababu nilipokuwa na sifu kuhusu muundo wa Young Africans kuwa haukatiki, wachezaji hasa ambao wanaufanya muundo uwe ni kama glue na uwe haukatiki ni viungo hasa wale wawili wa katikati. Yani central midfielders ndio watu ambao wanaubana muundo, wanaufanya muundo ubaki katika shape ambayo inatakiwa. Hawa ni watu ambao wanaandaliwa zaidi kwenye mazingira ya kukimbia direction tofauti muda mwingi wa uwanja, lakini wanatengenezewa mazingira ya kubadilisha mwelekeo kila wakati. Na maana wanatakiwa waandaliwe kwenye upande wa endurance, lakini pia kwenye upande wa change direction, kwa sababu hawa ndio wanauhamisha muundo kila wakati. Kwa sababu
wakiwa hawako katika nafasi zinazotakiwa, pasi moja tu ikipigwa inakwenda kukutana na center forward akiwa na wafesi mabeki kwenye situation ambayo inakuwa inamweka mshambuliaji ama timu pinzani karibu na goli. Hayo ni maandalizi ya viungo. Mawinga wanaandaliwa kwenye kufanya sprint za kushambulia, lakini kuna off the ball movement ambazo wanazifanya, lakini pia kuna movement ambazo inabidi wao wanazifanya kwa haraka kuja kurecover kuwasaidia fullbacks wao. Kwenye mchezo wa JS Kabylie dhidi ya Young Africans, kama kuna mtu ambaye alikuwa anafuatilia vizuri ule mchezo hasa kwenye kipindi cha pili, kuna muda Edmund pamoja na Pacome walikuwa wana act kama ni fullbacks kabisa. Kama mtu alikuwa anafuatilia vizuri ule mchezo, kuna muda Edmund pamoja na Pacome walikuwa ndo kama fullbacks wa ziada wakati Young Africans hawana mpira. Lakini wakati huo huo pia Edmund na Pacome Yanga walipokuwa kiupata mpira walikuwa wana sprint kwa nguvu kujaribu kutengeneza mazingira ya Young Africans kuwa na kitu cha kufanya, kwa sababu wao ndio wanatakiwa waihamishe timu kwenda mbele kwa kutumia kasi yao. Lakini kwa sababu wameandaliwa vizuri, maana yake hata uwezo wa kwenda kuofa nguvu inayotakiwa kwenye eneo la ulinzi pia walikuwa nayo. Na hali kadhalika pia kwa mshambuliaji, naye anatengenezwa kwenye mazingira na yeye ya kuweza kuwa na kasi ya kuisaidia timu kwenye transition, lakini uwezo wa kuhama direction kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ana shuffle kulia na kushoto, kuhakikisha kwamba hakuna urahisi wa mpinzani kupiga pasi ambao itakwenda kukutana na viungo wa timu pinzani ambao watakwenda kuonana na viungo wa kwao. Kwa hiyo kitu ambacho mimi nafikiri kimebadilika kwa kiasi kikubwa sana ni kwenye namna ambavyo wachezaji wa Young Africans wameandaliwa kwenye hizi mechi. Inaonekana ni wazi kabisa pengine ile wiki moja na nusu ya kimataifa ambayo ilikuja hapa katikati, kwa sababu kulikuwa kuna baadhi ya wachezaji hawakuwepo kwenye kikosi, kwa kiasi kikubwa sana focus ya mwalimu wa fitness ilikuwa ni kwenye kuandaa wachezaji kiutimamu kulingana na position wanazozicheza, position specific training. Kwa hiyo hivi ndio vitu ambavyo vimemfanya kila mchezaji uwanjani aonekane ana nishati ambayo inajitosheleza, na ni kwa sababu kimwili ameandaliwa kulingana na nafasi anayocheza. Na ndio maana wachezaji wa Young Africans wamekuwa kwenye nafasi ya kutoa kwa 100% kile walichonacho kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na imekuwa ni miongoni mwa timu ambazo zimesafa kwa kiasi kikubwa sana zikiwa na mpira na bila mpira, bila kuchoka kuanzia dakika ya kwanza mpaka ya 90.